Leo tunaelezea kuhusiana na mti uliopigwa na radi. Maajabu ya mti uliopigwa na radi. Ndugu yangu, mti uliopigwa na radi ni mti ambao una asili katika masala ya tiba. Mti huu unatumika kwa kutibia mtu ambaye amerogwa au maradhi ya kurogwa na maradhi ya kishetani kwa kisomo maalum. Huu mti utachukuliwa, mti huu uliopigwa na radi, unaona, mpaka radi ikaenda ikapiga pale. Radi ni kitu kikubwa sana, kitu ambacho ni cha yani kama ni adhabu hiyo imetoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, unaona yani ni sawasawa ukaona kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida kimetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe moja kwa moja, lakini kikatumika katika matumizi mengine. Hakuna kitu kingine chochote ambacho kitakachoenda kupambana na kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kukiadhibu kwacho au kwa adhabu yake, hakuna. Kwa hiyo huu mti umepigwa na radi. Baada ya kupigwa na radi, kuna athari ambazo zipo pale katika ule mti. Unauchukua mti huu unautengeneza mithili ya unga, kisha baada ya hapo mti huu utachanganya na baadhi ya dawa tu nyingine zile za kuua uchawi, mungajini, kisa ka uchawi, chumvi ya mawe, kivumbasi kama hivyo, unaona. Ukishavichanganya vyote kwa pamoja, kuna kisomo kinachoitwa surati, yani kisomo cha surati radi yenyewe. Kisomo hiki kitatumika katika hali ambayo ni ya kusomea kwenye dawa hiyo, au baada ya kupata mti huu ukautengeneza mithili ya unga, ni mtu ana majini, unamfushia, unamfunika, afu unamfushia, moshi ule unaingia katika mwili wake, huko unamsomea surati radi. Wallahi unaweza ukatia manuizi kama yeye yule amefanyiwa uchawi wa wazi, ukatia manuizi ya kafara kwamba maradhi yale yarudi kwa huyo aliyoyatuma, kama ametumwa kwa namna ya kumwonea, na Mwenyezi Mungu akajalia vinakuwa hivyo hivyo. Hayo ni maajabu ya mti uliopigwa na radi. Una mambo ni mengi sana. Yaani mti huu ni mti ambao Mwenyezi Mungu anajalia anayetumia, basi huyo uchawi huo husambaratishwa na hutolewa na hufa na kufuishwa kabisa kwa nguvu iliyopo katika radi ile iliyopiga katika ule mti. Unapiga na kisomo hiki cha sura yenyewe, surati radi, utaona maajabu yake ni makubwa sana, na maajabu yake utakuja kuyaona ndani ya siku moja tu. Baada ya zoezi hilo surati radi, ukitaka ndio ufanye maajabu makubwa, basi uchinje kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio nataka urudishe ubaya kwa huyo aliyeletewa utoa ubaya. Pia hata kama ni jini, sheitani mbaya, ukitaka kumpiga ukatumia mti huu ambao umepigwa na radi. Mfano, Jureji ametumiwa jini. Jureji akaamua sasa achukue mti ule upigwa na radi, afanye kisomo chake maalumu kinaitwa Ahlul Badri radi. Kinapigwa kisomo hicho, kisha baada ya hapo katika kisomo hicho anaombwa ni Allah. Bukhuri kubwa ni mti huu wa radi na zile nyingine zile. Kisha baada ya hapo manuizi maalumu ni ya huyo jini aliyeima, kama ametumwa au amejileta mwenyewe. Hiyo radi itakayoenda kumpata na kumpiga huyu aliyetuma hiki kitu, wallahi Allahu a'lam, mwenyewe ndio anatambua Allah, lakini ni kitu kibaya. Ndio maana mpige radi
au mpige mtu ambaye hajui, lakini mtu anayejua haya mambo usimchezee kabisa, ndugu yangu. Hakika ikikurudia kwako wewe itakuwa ni habari nyingine ambazo haziongeleki tena, halizizungumziki tena. Mti wa radi una maajabu na una siri ni kubwa, ndugu yangu. Imagine kuna miti mitatu, minne, mitano iko sehemu moja, lakini radi imekuja imechagua mti mmoja tu katika ile, tena pengine wa katikati au vyovyote vile. Kuna makusudio ni makubwa na kuna siri ipo pale. Kwa hiyo tumwombe Allah atuafikishe katika yote anayoyapenda na anayoyaridhia. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.